Wetu wa heshima Waziri Onesmus Murkomen, tunakukaribisha sana Siaya na ujumbe wako, na tangu uingie asubuhi karibu saa 3:30 saa 4 umekaa na sisi mpaka saa hizi karibu saa 11 inaelekea, na inaonekana kama tunazidi kuongea, pengine unaweza kulala hapa leo Siaya. Na nasema unaweza kulala Siaya kwa sababu wakati tumekuja hapa nilikumbuka ya kwamba nilipochaguliwa mbunge mara ya kwanza, Rais Moi alikuwa amekuja hapa Siaya, akalala kwa hii nyumba hii. Ili walifanya marekebisho na akalala hapa na akakutana na viongozi wa kutoka katika district yenyewe. Wakati ile ilikuwa ni county. Kwa bahati mbaya mimi sikubaliwa kuingia hapa. Nilirushwa nje kabisa. Lakini mambo imegeuka. Mimi jambo langu la kwanza ni wewe, tumefanya kazi na wewe. Na najua wewe mchapa kazi. Tumefanya kazi katika bunge, najua ujuzi wako na pia mwelekeo na itikadi zako nazijua. Tumefanya kazi si kwa zile miaka 10 tumekuwa kule kwa Senate, lakini wakati ya kuzungumzia mambo ya katiba ulikuwa kwa kamati muhimu sana ambayo ilikuwa na jadili mambo ya ugatuzi. Ukiona ile chapter ya katiba ambao inaongea kwa mambo ya ugatuzi, mkono na fikira za waziri zuko pale ndani. Na mimi kama sasa katika cheo cha gavana najua kazi ambayo ulifanya. Haikuwa kazi rahisi kwa sababu kulikuwa na watu wengine wakati huo ukisema ya kwamba serikali ugatuzi itaongozwa na gavana. Wakasema gavana ya nini? Gavana ni mmoja tu peke yake Kenya nzima. Ni gavana ya Central Bank. Hiyo upuzi mwache. Lakini mfanya kazi vilivyo mpaka tukawa na katiba, na muhimu ni kwamba tukawa na zile vipengele vya ugatuzi na ziko pale katika katiba yetu. Jambo langu la pili pia kwa sababu umekuwa hapa Siaya ni kurudishia wewe asante, kwa sababu stadium yetu ambayo inapongezwa sana. Wewe umetusaidia sana wakati ambao tulikuwa tunakuwa na ile sherehe ya Pinluo na Rais William Ruto alipokuwa akija kufungua hilo stadium, ukatupatia viti karibu 20,000. Hata hakutumia zote. Zile mpango za upanuzi tukimaliza hatutakuwa na shida za viti. Tulipatia viti ya kutosha. Na pia pamoja na hela karibu milioni 50 ambayo imetakwa kwa idara yake wakati ambao alikuwa anaongoza mambo ya sports. So nataka mpigie waziri makofi kidogo. Na sasa pesa zaidi tena imeingia huko. Na hiyo bila kazi ambayo ulifanya haingekuwa rahisi kupata hizo pesa kuingia huko. Mimi tumeongea kwa ofisi na sitaki kurudia yale ambao yamezungumzia. Kuna yale ambao yamezungumziwa hapa na tuliyataja wakati tulikuwa katika ofisi yangu. Na nataka kutoa tu ujumbe moja tu ya kwamba sura ya serikali na chombo cha serikali mashinani ni hao wenzetu maofisa ambao wamekaa hapa. Hawa ile uzito ya kueneza zile policies, programs na itikadi za serikali, mzigo mkubwa wamebeba. Kwa hivyo mimi nikisikia
kueleza zile shida wanayo. Hata mimi naona kwamba zikiweza kusuluhishwa haraka, hata mimi nitafurahi sana. Mimi nilikuwa mtoto wa polisi. Nimekuwa katika hizi station nyingi sana katika Kenya hii. Kwa hivyo nikisikia upande wa usalama, polisi, najua kwamba najua wamejaribu kunifunga, lakini inaonekana walijua mimi nilizaliwa huko kwa polisi. Mimi nataka niseme hivi, na kurudisha asante sana. Hii ni kama baraza, na machief na assistant chief wanakuwa na mabaraza. Sasa wewe katika hizo ngazi zako za juu umeleta baraza hapa Siaya mchana mzima. Wakati nilikuwa kwa bunge mara ya kwanza, tulieleza na wale wengine ambao walitangulia ya kwamba ukitaka kuwa na sifa katika bunge, wewe uwe na hali ya kutolewana na polisi na administration. Ikiwa mnachapana kule mashinani, pengine utapata sympathies kutoka kwa wananchi. Naona hata kuna assistant chief, sijui chief mwingine ameongea hapa vizuri sana akizungumza mambo ya chang'aa. Na hiyo ukizungumza na hiyo ni njia ya kupata kura. Lakini maarifa zetu na mwenendo zetu ni tofauti. Lazima tukae kama viongozi na tuyajali yale mahitaji ya wananchi. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba lazima tuzidi kuwa na ushirikiano baina ya serikali kuu na serikali gatuzi, na tutafanya kazi pamoja. Na safari hiyo ni moja, ni vile katiba imeeleza ya kwamba there is only one government, indivisible government, but we have levels of government. Niliona OCS kutoka Akala, huyu anajua katiba sana sana sana. Ile Bill of Rights umesoma sana sana, na karibu niseme ya kwamba wewe ungekuwa wakili kuliko kuwa a police officer. But I think we need police officers who understand the Bill of Rights and can apply them even as they work with the government, so that we have true protectors of the Bill of Rights within government. Kwa hivyo mimi kuna maswali vile Bwana Ochanda amesema zile zinahusisha county government, lakini mimi naomba tutakuwa na wakati mwingine tukae chini, kama yale ya kutibiwa na wale mabusu ama watu wameshikwa na polisi ama watu wamepelekwa katika mahospitali wakiwa wamejeruhiwa pengine kwa accident. Hiyo tutaona namna ya kutatua, hatuwezi kushindwa kutatua. Na langu ya mwisho, ujaribu sana kurudi hapa Siaya. Najua ukiendelea kurudi hapa Siaya, hiyo itamaanisha kwamba tunafanya kazi as one nation and one people. And I know you, when we were in government, even when in the Senate, sometimes we were on the opposite sides. But on all the essential issues, we agreed. Hata wakati tunapiga kura upande huu na upande huu, but essentially on fundamental matters, tulikuwa tunasikizana. Hata mambo ya Senate, wakati tulikosa kazi na nini, tumelemewa, tukienda kotini tulikuwa tunakwenda pamoja, bega kwa bega, mpaka tukafaulu katika mahakama. Kwa hivyo mimi sitaki niende zaidi, na kupongeza na timu yako Bwana Masengeli, wewe ulinisaidia wakati mwingine, na napongeza.
si kunisaidia ya kwamba nilifanya makosa lakini kwa uzuri na nikapongeza na kupongeza. Asante sana, shukrani, asante. Na nataka nisikie makofi kwa waziri, nisikie makofi.